Mhubiri anasema kwamba ni ubatili mtupu. Mambo yote ni kujilisha upepo, ama yote yamejawa na uovu usioneneka. Anasema na jicho halishibi kuona. Nasema nini? Ni kwamba ukiona mtu anaua, kuna kitu anakitafuta. Ukiona mtu anafanya mauaji, kuna kitu anakitafuta. Ukiona watu waliua watu Oktoba, kuna kitu walikuwa anakitafuta. Ukiona mtu anafanya umaraya, kuna kitu anakitafuta. Ukiona mtu anavuta sigara, kuna kitu anakitafuta. Ukiona mtu anakunya mipombe, kuna kitu anakitafuta. Si utamkuta mtu levi, ni mlevi, kuna kitu anakitafuta. Ukiona dada, unaona wakina dada wanavaa vibaya, mavazi mabaya ya umaraya, kuchochea umaraya, ama wanaume vijana watamani, kuna kitu ambacho anakitafuta. Ukiona mtu anafanya chochote kile, anafanya kazi kwa bidii, kuna kitu ambacho anakitafuta. Ukiona mtu anasafiri, anaenda wapi, kuna kitu anakitafuta. Ukiona mtu ameenda kukaa eneo lote ambao anaweza kusema kwamba ni kama lina utulivu, kuna kitu anakitafuta. Ukiona mtu anafanya chochote kile, unaona anafanya chochote kile ambacho bila kujalisha kitaleta madhara ama maumivu gani kwa mhusika yule ambaye atakuwa anamfanyia, kuna kitu anakitafuta. Yaani kwamba katika kila jambo ambalo mwanadamu analifanya ama analitenda, kuna kitu anakitafuta. Lakini cha kushangaza ni kwamba katika yote anayoyafanya, katika yote anayoyatenda, hayana kitu ambacho moyo wake unahitaji. Hana kitu ambacho moyo wake unahitaji, ambacho akisha kipata ama akisha kifanya, automatically moyo wake utatulia, utajisikia vizuri, atajisikia raha, atajisikia namna nzuri. Yes, ni kweli kuna vitu ambavyo mtu anaweza kalifanya, anaweza kusema kwamba ana raha ama vina raha, lakini kusema kweli havina raha ambayo moyo wako unahitaji. Umeona? Yaani kwamba katika vyote ambavyo mwanadamu anavifanya, anafanya ubaya hivi na hivi, kuna kitu anakitafuta. Kama nilivyokuambia, kuna mijitu iliua watu Oktoba, iliteka watu kabla na baada, bado kuna kitu inatafuta, lakini bado haijaridhika na ule ubaya ambao walikuwa wameutenda ama waliokuwa naufanya. Hasa yote hayo, ukisikia kijana ama binti ana girlfriend ama boyfriend, ama anaona ni kama bila girlfriend bila boyfriend hawezi kitu, kuna kitu anakitafuta. Kuna kitu anakitafuta. Lakini Mhubiri anasema kwamba mambo yote ni ubatili, ni kujilisha upepo. Maana yote yamejawa na mwisho, yamejawa na ubovu, uovu, uchafu, ubaya usioneneka. Kwa sababu yote ambayo mwanadamu anahangaika nayo hayana kitu ambacho moyo wake ambacho moyo wako unahitaji. Uliolewa, umeoa, kuna kitu ulikuwa unakitafuta. Umesikia? Uliolewa, kuna kitu unakitafuta. Na huenda hicho kitu hujakipata mpaka bado leo, na huenda kujulisha kwamba kuna kitu ulikuwa unakitafuta, huenda kwa umeshapata hicho, lakini bado unaona ni kama moyo wako hujakaa kwenye riziki la kweli. Kama ni mwanaume ataanza kuangalia wanawake wa nje, kama ni mwanamke hivyo hivyo atahusudia mimasemina ya kuambia si mwanamke unatakiwa siwe nini. Yaani ni mimasemina ambayo kwa kweli kama unaipenda ndoa yako haina msaada yote. Lakini ni kweli wapo wanaume ambao akili zao ni mbovu, lakini hawa watu kuna namna ya kuishi nao, hata kama kuna namna ambayo unatakiwa kuishi naye, lakini sio maamuzi kama. Anasema kwamba yote anayofanya mtu kuna jambo analitafuta, na analitafuta ambalo anajua kwamba kilitenda litaleta ile faraja ya milele. Mtu atanunua gari, kuna kitu anakitafuta. Na hiyo sema kweli vyote hivyo havina kila ambacho moyo wako unakihitaji. Ni kwamba Yesu alileta wokovu, alileta kitu bora. Maandiko, Biblia yaliandikwa kwa ajili ya kutufundisha ile njia ambayo tukisha iendea. Ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia 6:16 kama sikosei, inasema simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize kwa habari ya mapito ya zamani, mkaangalie iwapi njia iliyo njema.
Lakini maandiko yanasema kwamba walisema hatutaki kwenda kwenye njia hiyo, ama katika njia hiyo, ama ya njia hiyo, kwamba katika yote ambayo mwanadamu anayafanya ajue kwamba hayana kitu ambacho moyo wake unahitaji. Moyo wa mwanadamu unahitaji Mungu peke yake. Moyo wa mwanadamu unahitaji Mungu peke yake, unahitaji Mungu peke yake. Ambao huo moyo ukishapata Mungu, automatically utakaa, automatically utatulia, automatically utasikia vizuri. Nikisema unahitaji Mungu, maanake wewe kuwa na Mungu sio kusema kwa mdomoni, lakini kuwa na Mungu ni wewe kufanya yale ambayo Mungu alitaka uyafanye, alitaka wewe uyatende, alitaka uyatende. Kuwa na Mungu, mtu tunamjua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu kwa yale ambayo anayatenda, kwa yale anayoyafanya. Tunajua kabisa huyu kweli ni mtu wa Mungu kweli kweli, ni mtu wa Mungu kweli kweli. Moyo wako unahitaji Mungu tu, unahitaji kubadilika njia zako, tabia zako, mwenendo wako mbaya, tabia zako chafu, tabia zako mbovu. Unahitaji Mungu tu, unahitaji Mungu kwenye msaada, kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwa mume wako, mtoto wako, kwa mume wako, mke wako. Unahitaji Mungu tu. Ukisha kosa Mungu, yote ambayo unayafanya unayatenda, unajisumbua tu, unajilisha tu upepo. Unahitaji Mungu tu, Mungu ambaye atakuongoza kwenye njia kupasayo kuiendea, ambayo Yeremia anasema kwamba, anasema nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu mtakavyoyajifunza kwa habari ya mapito ambayo yaliyafanya baba zetu imani wakatembea katika haya wakajisikia vizuri. Anasema nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Maana yake ni kweli wakati wa kufanya mwili unaweza usitoe sana ushirikiano, lakini mtakavyofanya vizuri, mtakavyoishi vizuri, mtakavyofanya vizuri, mtakavyoenenda vizuri, automatically mtajipatia raha katika nafsi zenu. Ukiona jambo unajisikia vizuri unavyoenda kufanya, na wakati wa kufanya ujue hilo ni baya. Ya unajisikia vizuri wakati wa kwenda kufanya, wakati wa kwenda kufanya na wakati wa kufanya, alafu ukishafanya unajisikia vibaya, ujue lile ni jambo baya. Kwa sababu jambo jema, ni kweli jambo jema unaweza kujisikia vizuri wakati wa kwenda kufanya na wakati wa kufanya ukajisikia vizuri. Yes, hiyo ni vitu ambavyo vipo, lakini yenyewe ukishafanya vizuri, ile namna ama ile raha itakuwa ni endelevu. Wakati wa kufanya na wakati wa kwenda kufanya na wakati wa kufanya na baada ya kufanya utasikia vizuri. Lakini ukiona jambo, kwa sababu dhambi yenyewe ilivyo ni kwamba yenyewe inakuonyesha ni mjanja unavyokwenda kufanya na wakati wa kufanya, lakini ukishafanya yenyewe inaweza kuonyesha kwamba ni mojawapo ya mtu wa hovyo. Ndio maana mtu anasema kwamba anasikia vizuri kufanya umalaya, anasikia vizuri kufanya uchafu fulani, mipombe fulani, natuliza mawazo. Lakini kusema kweli, hata kisha kunywa pombe, kusema kweli, yale mawazo hayaondoki, kwa sababu shuruhu za mtu kutoka kwenye tatizo lake ni namna yeye atafute njia ya kutoka kwenye tatizo alilonalo, ama linaloweza likawa linamsumbua kwa namna moja ama nyingine. Hakuna kitu ambacho kinaweza katuliza moyo wako isipokuwa neno la Mungu ambalo linaweza likakuongoza kwenye njia ikupasayo ya kuendea, ambapo Yeremia anasema kwamba utajipatia raha katika nafsi yako, katika moyo wako. Mtu wa Mungu na kushauri, mtu wa Mungu, kijana, binti, baba, mama, na kushauri kwenye maisha yako yote, ndoa yako, kwa mume wako, mke wako, watoto wako, na kushauri sana, chagua Mungu kwenye maisha yako, naamini hautayajutia kwa maisha haya na kwa maisha yale yajayo. Chagua sahihi. Nikisema Mungu, manake uchague kutembea katika njia iliyo njema, uchague kutembea katika njia sahihi ambayo we mwenyewe moyo wako hautakuja kujutia. Naamini kwa maelezo haya machache umenielewa kwa sehemu, lakini la ya kweli ipo ndani ya neno la Mungu. Haipo kwenye umaraya, haipo kwenye ulevi, haipo kwenye uwaji, kuwa watu upate fedha, upate mali. Haipo huko kote tunajisumbua. Na hata kama unaweza kusema nasikia raha, hapana, ni raha ya kwa kitambo, ni raha ya upotevu ambayo inakupoteza kabisa. La ya kweli ipo ndani ya neno la Mungu, wewe kufanya yale yaliyo ya Mungu, kumfanyia mke wako, mume wako, na majirani zako na watu ambao unaweza kuishi nao. Asante sana, nashukuru sana mtu wa Mungu. Tuonane wakati mwingine. Amen.